mwenye kisasi, njoo kwa mlango wa kivuli na uambie hakukuwa na msamaha kaburini. Kaburi lilikunywa machozi yake, lakini moyo wake haukuzikwa. Rudi duniani, ufute chozi lako lililomwagika na likaonekana halina thamani. Hakuna roho ya mja mwema inayotulia kaburini bila kulipa kisasi. Rudi duniani na ulipe kisasi kwa ubaya uliotendewa. Njoo kwa njia ya kivuli. Endapo utakuja kulipa kisasi, kaburi lako litakuwa ni lenye kutoa machozi kila siku, kaburi ambalo limeshindwa kutekeleza kulipa kisasi. Kwambia uje kwa mlango wa kivuli. Umekuja kwa mlango wa nafsi. Alinichinja kwa ajili ya yule mwanamke kahaba. Nitachukua haki yangu hata kama kwa damu ya watoto. Lazima nitalipa kwa ubaya niliotendewa hata kama ikawa kivuli cha roho yangu. Nakupa siku 3. Endapo utakuwa bado hujalipiza kisasi, utarudi kaburini na roho yako pia itakufa. Na kaburi lako litakuwa bichi kila siku, lenye kutoa machozi, kaburi ambalo limeshindwa kulipa kisasi. Nimekuja aidha sio kwa ajili ya kuomba bali ni kuonya. Wewe ni nani? Na mngeacha nayo teoni. Mimi ni jicho la wale waliotupa kaburini bila ya haki. Mimi ni kivuli cha Fete, yule aliyetumwa ardhini aje alete nuru, lakini nyie mkamfanya kafara ya tamaa zenu. Hapana, simuua mimi. Nilinde na Ocho. Lakini wewe ndio mbegu. Wewe ndo mzizi wa jani lililonyauka. Ulisema kuwa sishirikiane naye, ni bora amuue. Maneno yako yalitoa moyo wa mtu. Maneno yako ni mundu wa damu. Uliupa moyo wa Lydia sumu ya usaliti. Nilikuwa tunajaribu kumsaidia dada yangu. Hakuna ulinzi kwa yule aliyotoa moyo wa mja mwema. Aliyechimba kaburi ni mwingine, ndiye atakayelala nayo siku ya mwisho. Binti, siku zote aliyeua kwa upanga naye atakufa kwa upanga. Aliyeua kwa kisu naye atakufa kwa kisu. Hata ukiua kwa sumu, chozi la uchungu litakutoka siku ya kifo chako. Hata Fete uliomuua, mzimu wake ipo siku utarudi duniani kwa ajili ya kulipa kisasi cha mauaji uliyofanya. Siku zote aliyekufa amekufa. Niweza kuwa na wewe umeshaanza kumtamani bwana wangu. Sasa mtu yeyote anayeingia katika anga zangu lazima nimfanyie kitu chochote. Sasa na wewe kama unajilengesha kwenye anga zangu, sidhani kama utabaki salama. Sawa, kama nampenda bwana wako, ila tambua ipo siku chozi la mfu asiyekuwa na hatia litakuteketeza. Fete, ni wewe?
Wewe ushakufa tayari. Na hapa ni kweli nilikufa, lakini roho yangu bado ipo hai. Nimekuja kulipa kisasi mpaka nihakikishe nyoa wawili mmelala ndani ya kaburi mlilonilaza mie. Kwa hiyo nitakuwa na kwa nini unanichoma kijiti cha makalio? Bora mimi ninaye kuchoma kijiti cha makalio na kuacha hai. Yule uliomwacha kule nyuma ni mzimu wa Feti. Na umerudi ardhini kulipa kisasi kwa wale wote walioshiriki na mauaji yake. Iwe kwa kuona na wewe uliyeshiriki, muuaji wa kwanza. Wewe umejuaje yote hayo? Usitaki kujua nimejuaje haya yote. Lakini kaa ukijua, hautaacha salama. Pole sana wa kuchoma kijiti cha makalio. Ochu, kwa nini umeamua kunileta kwenye kaburi la mpenzi wako wa zamani? Hii inadhihirika wazi kwamba bado unaendelea kumfikiria katika akili yako. Sina maana hiyo. Ila maana yangu ni kwamba mwaka mmoja uliopita Feti ndiye alifariki. Lakini mpaka sasa kaburi lake bado ni bichi. Nikichukua matukio ambayo unanielezea katika ndoto zako na mikasa ambayo mimi huwa naipitia, napata jibu kwamba Feti atakuwa anahusika katika hili. Si bure, zile si ndoto za kawaida. Inawezekana Feti amekufa lakini roho yake bado inaelea angani. Ndio maana sisi tunapitia kitu tunapitia kwa sasa. Hivyo, maana kama kukuchukua nyumbani na kukuleta hapa ili niweze kuja kuzungumza naye vizuri. Kwa sababu kabla ya kifo cha Feti tulikuwa na ahadi. Kitu pekee cha mimi na Feti kutenganisha ni kifo. Sasa Feti ameshakufa. Kwa mimi ninachokihitaji, nataka nimkumbushe hicho kitu ili aweze kutuacha na maisha yetu sisi hapa tuendelee kuishi tukiwa vizuri. Sawa? Maisha yanaendelea, lakini roho yangu haikuwahi kuvuka mlango wa kaburi. Nitamaliza mlango mlioanza, kaburi halijafungwa mpaka nyewe wawili mlale ndani yake. Laana ya mfu haishi kaburini, huanza pale waishi wanaposahau. Unalala juu ya kaburi langu. Sikio lisilosikia laambiwa huambiwa kilio. Marafiki wa damu walibeba panga, sasa linawafuata. Watakaoangusha moyo usisahau, mzimu inuka mbele ya jua. Lydia, vipi kwani? Sio kwema mchungaji. Hivi mchungaji, nikuulize swali. Hebu uliza. Hivi ulitumia sala gani wakati Feti anazikwa? Mbona sala naitumia ni ya siku zote tunayowazikia na hao wengine? Hapana. Maana nimesikia sauti ya Feti kwa masikio yangu mawili nikiwa na akili zangu timamu. Nimesikia sauti ya Feti makaburini. Au mawazo yako? Hapana. Ni akili yangu kabisa nikiwa na akili timamu mchungaji. Unaogopa sana.
Kwa mmekaa mna confirmation mambo yenu. Yaani hii leo ndio imekuwa confirmation mpya leo. Yaani mchungaji kabisa, yani mtu wa Mungu aliyakuwa na kondoo na waongoza, unashiriki kwenye mambo ya kuua. Hii mpya. Kwa serious katika jambo unaloliongea. Nimewasikia kila kitu. Kwa confirmation yenu, yani mpango wenu wote nimeshasikia. Kwa nyie mnafanya mambo ya kushiriki kwenye mambo ya mauaji katika mtaa, au sio? Mtumishi. Kuko mmekaa mna confirmation mnapanga. Ewa. Sasa mimi msikia. Ila ili jambo mimi sijui nitajaribu kulifiske, lakini baka tatizo ni kadogo sana, ila kama tutajaribu naweza nikasema au nisiwaseme. Jazba ila naweza nikasema au nisiwaseme. Sawa? Kuko mmekaa hapa mmechungulia hamna mtu. Wewe ni mchungaji wa kondoo bwana. Kuko mmekaa mkachungulia huku na huku hamna anayewaona. Sasa niwaambie, kwa kila mtu yote aliyeshiriki hichi kifo cha Feti, kifo kinamuhusu. Ila taratibu tu. Tutafika tu. Ila nitawastiri kidogo. Sawa? Ila tutajaribu. Kama moyo wangu utakonfine kwenye kuwasaidia ni wastiri, tajaribu. Kama moyo wangu ni kuvumilia ni changamoto kidogo, nitajaribu. Bwana, endelea na mambo yenu. Utoweje? Ameajuaje? Mimi mwenyewe sijui. Kama kitu inataka kuleta balaa kidogo. Hebu wewe jikaze kwanza. Ondoa hofu. Hata mimi ni hizi sauti zinanijia hizi. Wewe ondoa hofu. Utajua jinsi ya kudili na hili jambo. Sawa? Tajaribu. Kama unaogopa tuende pamoja. Hapana, wewe tangulia tu. Sawa? Vipi? Sio kila roho inayotoka duniani ni mipango ya mbingu. Dada yako hajaondoka, ila kaondolewa. Na amerudi anasema kuwa hataki uendelee kumwombea kila siku, badala ya kumlilia kwa uchungu. Dogo, kifo cha mdogo wangu hakihusiani na ushetani wenu. Na chengine, habari za makaburi huwa zinaishaga makaburini. Usiniletee drama kupitia kifo cha mdogo wangu. Nilichokifahamu mimi kwamba wewe unatafuta umaarufu kupitia maiti ya mdogo wangu. Hivyo basi, sihitaji maneno yote kutoka kwako. Toka! Toka!
aliokuja kipofu, lakini mimi nimemwona Feti kwa macho yangu. Hii inawezekana vipi mtu aliyefariki akawa hai? Baraza linapendeza, lakini damu ya Feti bado haijafutwa kwenye mioyo yenu. Pumzi mnayoitoa si pumzi, ni masimulizi ya kaburi. Lydia, unatoa mapenzi hali ya kuwa umeolewa na mzimu. Unaongea nini? Hata kuongea vitu usivyovijua. Naomba uondoke. Mtaniambia nitoke? Mnajichochea kwenye moto usio na mwali. Wote wengine sijui anatoka hapa, anakuja tu karibu siku za wenzao. Zigambe, ulisema kuwa unajua kufufua milango ya kaburi. Sasa leo nataka usifufue tu, bali uachie damu iliyokuwa na majonzi ichafuka kama maji ya mto, mto uliokuwa na laana. Ni nani huyu unataka tukamfufue? Na mwanga wako wa ndani unanichoma kuliko jua la mchana. Ni nani huyu unataka? Nimtie hasira. Feti aliuliwa kwa khiana sana, kwa sababu ya mapenzi ya kishetani, na kuamuru uende kaburini kwake na umpe nguvu ya hasira, umruhusu kwa mchana huu aje ichafue dunia. Hauhisi atachafukwa na roho na kuja kuiteketeza dunia? Kwa nini usiweze kuwa na huruma? Kuchafuka kwa roho au kumwonea huruma mwanadamu? Nilishaacha. Salama ilikufa pale damu yake ilivyomwagika kwa mapenzi ya mavi. Sitahofia mtu yoyote kutolewa roho yake. Lotmundi, sawa, nitafanya kama ulivyotaka, lakini tambua kwamba watu wengi watateketea katika hili. Sauti yake imekuwa ikinilaumu kila siku. Hii inanipa mawazo. Uamini mdogo wangu Feti, roho yake ipo angani. Japo sio rahisi kuamini kitu kama hicho. Wasiwasi ndio akili. Sidhani kama kuna sauti ya mfu asiye na hatia inaweza kuwa na uongo ndani yake. Sio rahisi roho iache mwili kisha irudi tena kwenye mwili.
Nilimwamuru Feti aje kwa njia ya kivuli na akaja kwa njia ya nafsi. Nikamwamuru arudi kaburini. Lakini sasa nimemwagiza mzee mwenye uwezo wa kufungua milango ya kaburi ya wafu wasiokuwa na hatia. Hivyo muda wote linaweza likatokea lolote. Ndugu zangu, hapa kilichotuweka hapa hivi tunakifahamu, sawa? Kwa hiyo tusiwe watu ambao tunawaza ugeukana hapa. Sio, nimeeleweka hapa? Kwa hizo dakika tunazozitumia hapa, maana yake ni kwamba tuna discuss na tunaliweka swala vizuri. Tunafanyaje kwa ajili ya kuwahi, kwa sababu maelekezo tuliopewa kwamba kabla jua kuzama tuwe tumeshafika eneo husika na tumeshafukua lile kaburi. La sivyo tunapoteza kila kitu na itakuwa na madhara hiyo. Nyie mnasemaje? Kwa upande wangu mimi kama tulivyokubaliana haina shida. Kwa mimi upande wangu haina shida. Sijajua mwenzangu hapo. For boys, sijajua hapo mwanangu sasa. Kweli hiyo ni nzuri. Lakini tunaendelea kufufua mtu ambaye tumemzika kwa muda mrefu. Na mnajua mtu akizikwa mle ndani haujui anakueje. Taenda kule tutakutana na majanga mengine. Mimi na familia. Hilo mimi msinihusishe. Nikwambie kitu. Mimi kipindi nakuwa watu kama wao nilikuwa napiga. Sababu ni ukumbavu, si tumeshakubaliana. Wewe sikia mwanangu. Hamna sikia. Ni jambo ambalo tumetoka tangu tumekubaliana. Sasa unaanza kumbola unaanza kuleta uoga ambao sio kwa una maana. Hapo ipendezi. Alafu una mlemba wewe. Kuna nini lile kaburi tunaenda kufukua wote hao watu wenu. Wewe brother unatumia sana hasira. Sawa, dili lote lifanya. Lakini angalia tumemzika muda gani? Miaka mingapi imepita? Kwani wewe wasiwasi wako labda nini? Wasiwasi wangu tumemzika muda mrefu, alafu tukamfufue tena. Wewe unajua tutakuta kitu gani? Mwanangu ile si maiti tu tunafukua tunaweka huko. Maiti? Wewe sikia, wewe twende. Lile kaburi linafukuliwa tukiwa wote watatu. Yeah. Na kama tukikuta ni mifupa, ni udongo, yani tunahakikisha hata mifupa yenyewe tukikuta tunavunja vunja hii. Yeah. Umenielewa? Kwa hapa mguu wako, miguu yetu. Twende pamoja na ukizingua. Wewe mwenyewe tunakuzika, maana utatoa. Yaani hapo tutakapolifukua ile kaburi, yani zingatia mwanangu. Twende. Wewe vipi bana? Twenzetu basi. Sema brother kaza sana. Sio na kaza. Sio kukaza mwanangu. Yaani issue ya pamoja tumekubaliane, sio kishingo upande bwana. Hebu twende. Brother mbabe yule. Hebu twende bwana. Acha bana masuala yako bwana. Twende.
nitahakikisha kila ananifanyia ubaya atanilipia. Tatizo lako umenishika mwili wangu bila ruhusa yangu. Pole sana kwa kilicho kukuta. Sitamwacha mtu salama. Nitahakikisha kila ananifanyia ubaya analipa ubaya. Niwache. Nimerudi kwa njia ya kivuli. Moyo wangu umejaa nguvu ya kulipiza kisasi cha laana. Na nguvu ya laana. Nakushukuru sana. Vizuri. Uzuri wangu mimi, nafsi yangu haikai ikatulia ikaona nafsi ya mtu mwingine inadhulumiwa. Au roho ya mtu inatuweka duniani pasipo sababu ya msingi. Siwezi kulivumilia hili. Na kuamuru, nenda ukalipize kisasi kwa kila aliyekutendea unyama. Kuwa na hasira na kila aliyeshiriki, iwe kwa kuona au washiriki wakuu. Usije ukamwacha hata mtu mmoja aliyeshuhudia kifo chako kisha akanyamaza kimya. Nililala kaburini nikiwa na mwaga machozi na nikakosa mtetezi wa kunitetea. Nimerudi kwa ajili ya kulipiza kisasi. Nitahakikisha nitamua kila mmoja ambaye amehusika katika kifo changu. Sawa, lakini naomba unisaidie kitu. Kitu gani nikusaidie? Naomba unisaidie niwe na uwezo wa kupaa na kutua sehemu ninayotaka ili niweze kufanya mambo yangu kwa urahisi. Niwe naona kama binadamu wengine. Hicho ndio ninachohitaji unisaidie. Sawa. Na sasa unaweza kuona, lakini utaona kwa vitu muhimu tu. Shukrani kwa hiyo. Nakuja. Ulinipa jembe, lakini kumbe ulinipa laana. Kaburi halikuongea, sivyo? Sauti haikusikika, lakini kwenye kaburi la Feti kuna mtu anaishi. Uliogopa kivuli? Sio kila kivuli ni cha mti. Kuna vingine vinatembea bila mwili. Kuna siku moja itakuja ambapo mtu atakayekuwa amekufa kablini afufuke aje kulipiza kisasi na watu wataishi kwa shida kweli. Itakuja. Vipi ndugu yangu? Poa bwana. Ramtei? Niambie. Vipi bwana? Samahani. Naomba nikuulize.
Unajua nini kuhusiana na kifo cha Feti wewe? Aka. Bana, mimi sijui chochote ila lakini kama kadogo bana, acha mimi nikwambie tu kweli bana. Unajua, mimi bana mimi mwazi, lakini usidoka nitaja. Siwezi kukutaja. Wewe nielekeze ukweli. Maana maneno unayozungumza wewe nimesikia nazungumzwa tena. Bana yapo kama ni kadogo lakini ila ukinitaja mimi sipo. Kuwa na amani. Bila kuruka bana. Siwezi kukutaja, kuwa na amani. Sasa msikia bana Ramtei. Mimi kwa macho yangu mawili nimemshuhudia huyu nani huyu Redia na mchungaji wanazungumzia habari za kifo cha Feti. Kwa jinsi nilivyosikia wanaonekana wale ndio wamemuua Feti wale, ila usibuka nitaja. Ndio ukibia tu kasiri yako taratibu, lakini siwezi kukutaja. Ushaanza kuota ndoto za mchana. Nilienda na pumzi kufukua kaburi, lakini nimerudi na mzigo mzito na sauti ya Feti. Kwa hiyo sasa naomba unipatie pesa yangu tuliyokubaliana. Kazi bado haijaisha bado. Maiti iliyokasirika inaweza ikaamka kabla ya muda. Acha kunitisha. Wewe andaa tu pesa yangu. Kwa sasa nakuonya. Maana yajayo kuhusu wewe yanafurahisha. Na naomba nikuulize. Hizi taarifa unazipataga wapi? Mimi nakuibia tu siri. Mimi msuka nitaja bana. Kwa usiduka nitaja, mimi nimekuibia tu kasiri yako. Chunga sana. No. Siwezi kukutaja ndugu yangu, kuwa na amani. Sawa ndugu yangu. Unaweza kanipa habari nyingine ambazo sisifahamu ambazo zinaendelea hapa jijini kwetu? Habari? Yaani hata kama niponyoka tu aka. Nataka nikuponyoke vingi sana siku ya leo. Bwana, mimi sipo bwana. Nisikuchoshe ndugu yangu. Ila acha nikwambie tu. Wewe bwana kama wewe. Moyo wangu bwana mimi hauna friji, au gandishi ndugu yangu. Ila usijua nitaja. Bwana siku mimi nimekuta wanajadili kwamba wewe mchungaji ulimzikaje Feti. Mchungaji hapa bwana mimi mzika kwa maombi yangu ya kila siku. Kwa hiyo wale ndio wameshika katika kifo cha ndugu yako. Ila limeniponyoka hili bwana. Mchungaji na Lydia. Okay. Taratibu tu tutafika. Ila usituka nitaja bwana. Usijali. Wewe unaweza kaenda. Au kama niponyoka bwana. Au kama kuponyoka. Kwa kweli bwana. Naenda nako. Wewe nenda ndugu yangu. Hivyo Feti ndio kunifanya mimi naonekana mtaa mzima michizi. Feti, sauti zako zinanikera sana usiku. Mimi silali Feti, Feti, unaniumiza sana. Feti nakuchukia. Yaani umekufa lakini bado nakuchukia Feti, nakuchukia. Waifanya michizi Feti. Yaani ungeendelea kwa duniani akiana ningekumaliza tena mimi Feti. Wewe kunifanya mimi naonekana chizi kweli Feti. Mtaa mzima cheki unaniangalia mimi. Feti. Akiandani. Mungu akulaani. Kilichokuponza wewe ni kutembea na mwanaume wangu, mwanaume ninayempenda mimi. Yaani katika hii dunia yeyote anayepita katika anga zangu, tahakikisha namkomesha. Feti, umeyakanyaga. Unanifanya mimi taila mtaa mzima unanishangaa mimi. Na kuwa chizi kwa ajili yako Feti. Haki ya nani Feti? Sauti zako zinanikera sana. Mlifikiri kaburi limefunga kurasa? Lahasha. Kuna waliolala kwa udongo, lakini nafsi zao hazijalala.
Kuna mti mmoja umeanza kunyauka usiku wa leo, na kila jani linalopukutika na kudondoka chini ni chozi la nafsi iliyodhulumiwa. Sijaja kwa upole, ardhi itatetemeka, mtaishiwa hewa na mtajificha kwenye kiza, lakini macho yangu yatawaona. Mimi nitangulia shukrani kwako, kwa sababu mimi naamini bila wewe kufika wakati ule pengine ingeshanikuta makubwa. Na kwa sasa sitaki kufahamu ilikuwaje mpaka ulifika. Nachokishukuru kwamba bado niko salama. Na nikuahidi kitu kimoja tu, sitoweza kukuangusha kwenye masharti yote ambayo umenipatia. Kwa sababu Fate amekuwa ni tishio sana kwangu. Kwa hiyo sitoweza kumuonea tena huruma. Nitahakikisha kila sharti ambayo umenipa nitalifanya kwa wakati wake, ili mradi Fate mzimu wake niweze kurudisha tena kaburini kama ambavyo umeniambia. Ondoa shaka. Hiyo ni kazi yangu mimi. Mimi nimetumwa kusaidia binadamu, sawa? Mimi nitahakikisha Fate atapotea. Japo ilikuwa kitu kidogo sana alikuwa anakuchukua. Lakini mimi nitahakikisha Fate nampoteza kabisa. Nitakupa hazima yangu. Chuma kitapinda na jasho la mtu mwenye haki litakuwa sumu kwa waovu, na jina la Fate litakuwa radi juu ya paa ya mtu mnafiki. Waambie huyu wa sasa aliyekuja si Fate, bali ni kivuli kilichojaa hasira ya kisasi, na hii dunia haitabaki kama ilivyo. Utakwenda njia ya panda na kukabidhi. Ukifika njia ya panda unapasua na hakikisha unampoteza kabisa Fate, sawa? Kamata hii. Ukifika njia ya panda unahakikisha unapasua, na ukipasua usiangalie nyuma, unaondoka kabisa. Kama mambo yako yatakuwa yameisha, sawa? Sawa, mimi nimekuelewa. Ukifika ukivunja, tumunga masharti. Ukivunja usiangalie nyuma. Sawa. Sitakosea hata mara moja. Basi sawa. Nashukuru sana. Hakuna shida. Tunaona kwa wakati mwingine. Hamna shida. Nilikwambia kwamba Fate atarudi. Na sasa Fate amerudi kwa ajili ya kulipiza kisasi chake. Ulidhani ulivyomuua kwamba hatakuja kulipiza? Haya sasa, nakuonea huruma. Kama Yesu atarudi, basi na Fate amerudi. Hivyo basi, kaa tayari kwa ajili ya kisasi chake. Asante sana kwa kumsaidia Ochi. Ila nina jambo moja nataka unisaidie. Yule kipofu sasa hivi kashaanza kuona. Na ingali yeye akiona ataleta matatizo makubwa sana. Maana mama yangu yeye ndiye alomsababishia ule ukipofu. Na akiona italeta madhara makubwa kwa jamii, maana ana uwezo mkubwa sana. Ondoa shaka binti yangu. Ni kazi nitakayoifanya. Nitahakikisha kila kitu kitakuwa sawa tu. Nitahakikisha hakuna tatizo lolote, sawa? Sawa, tunatakiwa kuwa makini, maana mzimu Fate amerudi na tena ana hasira kali sana
ana hasira. Hasira zake zinaweza kusababisha jamii kuwa na matatizo. Nikutoe shaka binti yangu, mimi nitahakikisha hakuna chochote kilichokufa kinaweza kuwa tena duniani mjukuu wangu. Nitapambana na hakikisha, ondoa shaka, hakuna chochote kitakachoharibika, sawa? Habari za ujio wa Yesu mimi nilijua tu wameamua kubunibuni tu vitabu kwamba Yesu atakuja atafanya nini. Nilijua ni utapeli. Unamaanisha nini kuongea hivyo? Yaani kuna uhakika, kuna 99.9% Yesu kurudi. Kwa sababu huwezi amini, nimethibitisha kwa macho yangu mawili. Nimeona yule kipofu yule anazungumzia kuhusu kuja kwa Feti. Feti ni kweli anakuja. Mbona ile jambo lipo serious sana? Lipo serious. Si mara ya kwanza wala mara ya pili. Sasa mimi naanza kuamini kitu. Ila inawezekana vipi mtu aliyokufa anaweza kurudi tena duniani? Inawezekana. Yaani kwa kupitia yule kipofu kuzungumza mazungumzo yake yale. Yule kipofu habahatishagi maneno. Pepesagi. Yaani akizungumza kitu kimetokea. Yaani yule kipofu tungempa unabii hapa mtaani. Kwa sababu inaonekana yule marehemu alivyokufa, inaonekana hajafa kihalali. Yaani amekufa, nafsi yake bado ipo mtaani inaelea. Si unaelewa? Kwa hiyo sasa hiyo inasababishia mimi niamini ni kweli anarudi. Unajua? Sio yeye tu aliongea. Watu wengi sana wanaongea hilo swala. Na wewe sio mtu wa kwanza kuniambia hilo swala. Kwamba huyo anarudi yule marehemu wewe. Ila sasa kwa nini mtu aliyokufa anarudi na wamekufa wangapi? Ili awe Feti ndio arudi peke yake? Inawezekana vipi? Sasa la mtee kwa staili. Mimi naamini wote wale waliokufa kwa kufanywa roho mbaya wapo tu wanaelea. Ila tu hawaamui tu kufanya mabifu yao. Ila wapo. Kwa sababu kama mtu umemtoa sio kihalali, ina maana akifa kama anarudi ndio hivyo. Basi kuna maiti nyingi zinazurura huko mtaani, zinazurura tu tunapishana nazo, roho nyingi sana za watu. Feti. Hivi ulizani mimi nitakuwa kipofu daima? Sasa naona na nakuona upo mbele yangu. Siku zote chozi la mtu ambaye hana hatia haliwezi likakaa na likatulia. Nimerudi kulipiza kisasi. Naomba nipite, maana leo sina muda wa kupigana na mtu. Samani Lydia. Bana, kuna mtu amenifia pale nyumbani na watu wakiona takwenda jela mimi. Hebu naomba mbinu kama mimi nilivyokupa za kumuua Feti. Fanyaje yule mtu atoke pale? Tafadhali sana, naomba nisaidie. Ndio majibu au? Mimi nakwambia jambo la serious, jambo limenikaa kooni hapa. Yaani mzigo umenitwisha mzito. Asa leo ndipo utaujua upande wa shilingi. Unafikiri nilivyokuwa kipofu nilipitia maumivu gani? Ninaomba kupita, maana leo sitaki kulumbana na mtu. Naomba kupita, maana leo sina muda wa kupigana na mtu. Hivi sasa hivi una shida gani? Sasa hivi una shida gani? Hivi unasikia mimi ninachokisikia? Kama una shida. Unajua sauti zinanichanganya sana. Usinikimbie na wala usiniogope. Mimi sijakufa. Ila ule ulikuwa ni mchezo tu wa kuadhilisha wale wote waliomfanyia ubaya dada yako Feti. Mdogo wangu, hofu na mashaka zimetanda kwenye kijiji hiki. Na watu wanakufa bila sababu za msingi. Na kinachowaua ni kitambaa.
Kwa hiyo cha kukuomba mimi hapa nataka nitoke niende gengeni. Nakuomba uniombee huko napoenda nifike salama na nirudi salama. Na nakuomba ubaki hapa usitoke. Ngoja mimi niende gengeni kuangalia kitu cha kupika. Hivyo basi, nakuomba atangazie watu wote kuwa mchungaji ameniua. Hata niona mtu yote isipokuwa ni wewe tu. Nitajificha. Fanya kama nilivyokuambia. Sawa kaka, nimekuelewa. Mimi nitabaki ndani. Lakini na wewe unapoenda huko na kuombea uende salama na urudi salama. Manake hicho kitambaa ukikutana nacho kikukaba kama wengine, ukifa nitabaki mpweke. Sawa mdogo wangu, usijali. Na pia nitakuletea vile vipipi ninavyovipendaga. Sawa kaka, hapo umenifurahisha. Naendelea kukuombea. Feti, utanisamehe kwa yale yote ambayo yameshatokea. Kweli nilikupenda na ulinipenda, lakini riziki zetu zikawahi kuisha kati yetu, na leo tena nashiriki kwenye kukuua, au nashiriki kwenye kuua mzimu wako, mzimu ambao una lengo la kulipa kisasi kwa wale wote ambao umewafanyia mambo maovu. Kitu ambacho mimi kitakuwa kinaniuma ni kuondoka duniani na wewe, kwa sababu mimi pia nimeshiriki kwenye mauaji yako. Hivyo basi napasua chungu hiki nikiwa na maana kuu moja ya kuteketeza mzimu wako ambao una lengo la kuja kwangu mimi kuniteketeza na kuwateketeza wale wote ambao walishiriki mauaji yako. Hivyo basi kitakapopasuka chungu hiki, chungu ambacho kimetengenezwa kwa udongo, basi na wewe uteketee kama vile ambavyo chungu hiki kitateketea, na utarudi chini ya udongo, nikimaanisha kaburi. Na baada ya hapo kaburi lako litakauka na hautoweza kusumbua tena. Natambua kwa sasa uko mavumbini na una uwezo wa kwenda popote unapopataka kwa ajili ya kulipa kisasi, lakini samahani sana Feti, leo na uteketeza na mzimu wako. Chungu kitakapopasuka, mwili wako wote upasuke kama vile ambavyo chungu hiki kinakwenda kupasuka. Samahani Feti, nilikupenda sana, lakini sipo tayari uniwahi tena kwenye kuniua. Kwaheri. Sio rahisi kama unavyodhani. Kakaangu, na siku ya pili sasa namtafuta mdogo wangu simuoni kabisa. Nimepita kila kona, kila chocho, simuoni. Nikutoe hofu. Najua namtafuta sana mdogo wako. Hata mimi pia namtafuta sana ndugu yangu. Ila mimi nishaanza kupata majibu ya maswali ninayojiuliza. Ila kuhusiana na wewe, kwa macho yangu nimeshuhudia mchungaji akiwa anamalizia kumuua mdogo wako. Kwa kuwa mlimuua bila hatia, hata mzimu wake hauwezi ukatulia. Na sisi binadamu tupo, binadamu ambao tunamsaidia ili aweze kulipiza kisasi chake kwa watu wote mliomtendea uovu. Hivyo basi hautaweza kuondoka hapa mpaka mkimu wa Feti ufike hapa. Mdogo wangu mimi? Unajua watu wengine wanafanya vitu tu, na ukitaka kuchunguza sana, kuna baadhi ya watu tunawaamini afu ndo wabaya wetu. Kipi kikubwa alichokosea mpaka kamuua jamani? Mimi nimeona, sasa sijajua chanzo ni nini. Na ndio maana nimekwambia hivyo, kwa sababu unamtafuta mdogo wako bila kujua
mafanikio yako yatakuwa yako wapi? Nakwambia hivi, mimi hicho kitendo sijakikubali. Na nitafanya vyovyote vile, lazima mdogo wangu apate haki yake. Alafu kingine, kwa nini aniulie mdogo wangu? Amemkosea nini kikubwa mno mpaka amuue? Nakwambia haiwezekani, yani nitamfanyia kitu hajawahi kufanyiwa. Sasa kubali kwa hili, wewe utaona nitafanya kitu gani. Wa makini saa sila sala, umesikia? Wewe kizuluda alokosa kazi za kufanya, kazi ya kufanya watoto wa watu aonekane. Nakwambia hivi, yani wewe leo kwanza njoo. Nakwambia mimi nakupa taarifa vizuri wewe baba wewe. Umeelewa? Mdogo wangu hajaonekana leo na siku ya pili nyumbani. Na inavyosemekana wewe umemuua tena nyumbani kwako. Sijamuua mimi. Hujamuua? Nakwambia hivi, naenda kuitia watu. Na ukigundulika umemuua mdogo wangu, nitaka cha kufanya. Hautakaa vipi msifafu wewe? Ukikaa juu ya kaburi, usisahau kuniombea. Maana ipo siku mfu aliyelala atarudi na msijue mlango aliopitia. Unamaanisha ni nani anarudi? Na mbona hiyo sauti ninayosikia kama hauko peke yako? Na kingine, Lydia, umemua mdogo wangu bila huruma na ukamtupa kama karatasi iliyokuwa takataka. Sasa leo nataka nikuonyeshe. Mdogo wangu alikuwa na ndoto zake, sawa? Mdogo wangu ana nyama na pia alikuwa na damu, ila ukaamua kumzika chini ya ardhi bila kutimiza ndoto zake. Sasa leo nataka nikuonyeshe kama mimi ni nani. Yaani sielewi kabisa kiukweli. Kwa nini inakuwa hivi eh? Sauti za wafu hazihitaji masikio, zinasikika rohoni. Nimesikia mlio wa udongo ukijibu kwa kilio. Acha. Usitaki kufanya kitu bila kujua uhakika. Nilikwambia maneno yangu, lakini hukuyaamini. Na kushangaa sasa. Alafu, ukitaka kujua uhakika, hili ni kaburi la Feti. Kaburi ambalo lilikuwa likitoa machozi kila siku. Na sasa limebaki tupu. Mwili wa Feti haupo ndani yake. Lydia, nataka ukiri kwa mdomo wako kwamba wewe ndio umehusika na mauaji ya Feti.
la sivyo mdomo wako hautaweza kutoa neno lolote lile mpaka utakapokiri. Kweli nilihusika katika mauaji ya Feti, na yote haya nilifanya sababu ya upendo uliokuwa ndani yangu kwa ajili ya Ochu. Lakini katika jambo hili sikuwa peke yangu. Kuna watu ambao walinipa ushauri mimi nimuue Feti. Kuma babako Lydia. Ina maana unahusika? Lydia. Ina maana unahusika na mauaji ya mdogo wangu Feti, si ndio? Sasa kwa kuwa hili kaburi lilipo tupu, leo nakuzika mzima kubwa babako wewe. Jukumu la kumuua Lydia halipo juu yako, lipo juu ya yule aliyetendewa ubaya, wala halikuhusu. Nimekuleta hapa ili uamini maneno yangu niliyokuwa nakwambia kila siku, na hauniamini. Nadhani umemsikia Lydia akikiri mwenyewe kwa mdomo wake, nadhani utakuwa umeamini. Lydia, kaburi limesikia maneno yako. Kazi iliyobaki ni kazi ya Feti. Feti, natambua kwamba nimekukosea sana. Ndio maana leo nimekuja mbele ya kaburi lako na kuamua kuanza kulisafisha. Hii ina maana kwamba nahitaji kusamehewa na wewe. Naomba unisamehe sana kwa yote ambayo nimeshakufanyia. Lakini nakuahidi sitoweza kukaa na kukusahau Feti. Kila siku nitakuwa ni mtu wa kukuombea dua kwa Mwenyezi Mungu ili ulale salama. Upunguze kinyongo na jaziba na mimi hapa. Niliyafanya yale yote Feti, si kana kwamba nilikuwa napenda, lakini ni kukulazimishwa tu. Na kwa tamaa za wanadamu kama unavyotufahamu, basi nilishindwa kuvumilia na kukubali. Hivyo nimekuja mbele yako, mbele ya kaburi lako. Naomba leo mzimu wako na nafsi yako yote itulie na ikubali kunisamehe. Naomba unyanyue mdomo wako na unijibu Feti kwamba umenisamehe. Nipo tayari kufanya lolote juu yako Feti. Najuta na nasikia maamuzi yangu ambayo niliamua kuyafanya. Mimi kama mwanaume kuna wakati nakukumbuka sana. Na ninagundua kwamba nimefanya usaliti ambao haukutakiwa kufanya. Nastahili kuadhibiwa hata adhabu ya kifo. Nastahili hata kunyongwa mimi. Nastahili kufanywa jambo lolote lile baya lenye maumivu makali ndani ya moyo wangu na nafsi yangu. Lakini nimekuja mbele yako kuomba tu msamaha. Naomba unisamehe sana.
Hebu kwanza kunywa maji afu nielezee vizuri kilichotokea huko. Lydia amekiri kwamba yeye ndio alomuua Feti. Na nilitaka nimuulie pale pale na nimzike pale pale. Ila Mlati alisema kwamba kazi ataifanya Feti mwenyewe. Ila kinachoniuma mpaka sasa ni kwamba Lydia bado yupo hai na hajafanyiwa chochote kile. Anazunguka zunguka tu mtaani. Nafsi yangu inaniuma sana. Kwa sasa natakiwa muamini Mlati, kwa sababu tangu hapo mwanzo hukumwamini. Nishachoka yani. Yaani maisha yamekuwa yakiwa yananipsakama. Sawa, yule mwingine nilishiriki kwenye kumuua, basi nilifunika hayo mambo. Je, huyu wa nyumbani kwangu aliyekufa naambiwa amekufa? Ni nani aliyenifanyia hivi? Sijui nikatubu tu, hata msamaha. Kwa hiyo unatakiwa endelee kumwamini. Ni kweli, ila ni muda sasa. Lydia anazurura tu mtaani, hajafikwa na kitu chochote kile mpaka sasa. Ila mimi kupitia mkono wangu huu nitamua Lydia mwenyewe. Hautaki kutumia hasira sehemu ambayo inahitaji uvumilivu. Unaweza ukatumia nguvu zako na ukaishia jela. Jela? Mbona Lydia yupo raiani mpaka sasa hivi? Apelekwa jela? Au ndo kwenda jela? Najiuliza, Mungu wangu nisaidie katika hili. Na mbona sijauona huyu aliyekufa nyumbani kwangu? Kwa nini? Yaani nimkute nyumbani kwangu alafu nije nikamatwe mimi, niambiwe nimemuua? Kama ingekuwa sio wewe, basi leo hii naamini ningekuwa naishi maisha mazuri na mpenzi wangu Feti. Lakini kwa sababu ya ushauri wako wa kipumbavu pamoja na marafiki zako, nimeweza kukubali kumuua Feti. Ona sasa leo mimi ninapotangatanga mtaani ninapohangaika. Unadhani ni siku ngapi mimi nawe tujaonana? Basi tambua kwamba huko nilipo napitia magumu sana. Unakielewa unachokiongea? Kama mimi ndo nilikushauri kumuua Feti, kwa nini wewe ulikubali kama ulikuwa unampenda Feti? Afu leo tu unakuja unaniambia tu kirahisi eti umemuua Feti. Sema hivi, tumemuua Feti. Dhambi ni ya kwetu wote Ochu. Acha kunilaumu mimi tu. Yaani laiti kama usingeweza kunishauri mimi, basi nisingeweza kumuua Feti. Lakini nimemuua Feti kwa sababu ya ushauri wako wa kipumbavu wewe. Hebu angalia leo hii. Kivuli chake, roho yake, damu yake na polisi kama mimi hapa.
anavyonilaumu mpaka leo maamuzi yangu kwa uzulikano uliokuwa nao kwanza wewe. Ochu, kama ulikuwa unampenda Feti, usingemwacha na kunifuata. Ila uliona mimi ni wa thamani kuliko huyo Feti uliokuwa unampenda kwa dhati, unajifanya unampenda, kumbe mnafiki tu mkubwa. Leo hii nahangaika kwa ajili yako. Kwanza unajikuta nani? Ha? Mimi mnafiki, si ndio? Mnafiki. Unajikuta nani, si ndio? Naomba unisikilize. Naomba unisikilize. Kunakoendelea, ninachokiamini mimi na wewe tutaachana. Kwa sababu kama uliweza kunishauri ni muue mwanamke ambaye mimi ninampenda, hautoshindwa na mimi kuniua. Kwa hiyo ili mambo sijakaa mengi, kuwa makini kwa kauli zako. Tutaachana. Ochu, yani kwa nanili ambayo nimeshafikia sasa hivi, yani hatua ambayo nimeshafikia, siogopi lolote Ochu. Kama ni kuniacha niache, kama ni kuteseka nimeteseka sana kwa ajili yako. Siogopi kuachika Ochu. Wangapi wameachwa sembuse mimi. Unitishi Ochu. Nilikupenda sana lakini tulipofikia basi. Kwa lengo lako ulichokuwa unataka, mimi siku moja niachane na mwanamke wangu tena kwa kumuua. Alafu na wewe mwisho wa siku ufike unikimbie, si ndio maana yako? Na ndio maana haujali wala hauwazi kuachana na mimi, si ndio maana yako? Sasa umechelewa. Kama mikono yangu na akili yangu ilishirikiana katika kumuua Feti, mwanamke ambaye ninampenda, si ndio unanielewa? Basi tambua akili yangu na mikono yangu pia itahusika kwenye kukumaliza na wewe hapa. Jiheshimu, mpuuzi mkubwa wewe. Lydia! Nipo tayari kufungwa kifungo cha aina yoyote ile, na nipo tayari kufa kifo chochote kile, ila leo nataka nikuoneshe kwamba mimi ni nani. Siwezi kusubiria mzimu uje kulipe kisasi kwa ajili yako. Lazima nikuue Lydia. Umeniulia mdogo wangu Lydia. Sasa leo Natima Lydia. Waliomchimbia kaburi na wenyewe wanachimbiwa makaburi. Dada yako hakuwa kivuli tu, bali alikuwa nuru. Dada yako hakuwa kivuli tu, bali alikuwa nuru. Na siku zote nuru itarudi kulipa kisasi. Nilikuonya usiingilie majukumu yasiyokuhusu, lakini umekuwa king'ang'anizi na umekuwa mbishi sana. Nakwambia kwa mara ya pili, acha kujiingiza kwenye majukumu yasiyokuhusu. Dada yako alichimbiwa kaburi moja, na yeye atachimba makaburi 7 ya kila mmoja aliyeshuhudia kifo chake. Itachukua muda gani makaburi hayo kukamilika? Nani atachimba makaburi hayo? Kwa sasa ashachimba makaburi 2 na mengine ataendelea kuchimba mpaka pale atakapokamilika makaburi 7, na kila mmoja aliyeshuhudia kifo cha Feti ataisikia harufu ya kaburi. Una bahati sana, na pia unatetewa sana, na pia tambua unamtetea sana huyu mtu. Akija toka kwenye mikono yangu huyu, basi ama zangu ama zako, wewe mteteaji. Toka! 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 Mzimu mwenye kisasi, niliyekupa siku 3 ili uweze kulipa kisasi, lakini siku 3 hizi zimeshaisha.
na huna chochote ulichokifanya, na mpaka sasa umechimba makaburi mawili. Kipi kinachokukwamisha? Kitu kikubwa kilichonikwamisha ni nguvu nilizopewa na mzee Zigambe. Sawa, lakini kwa sasa hauna nafasi ya kurudi kwa njia ya kivuli. Tafuta mbinu nyingine na njia nyingine ili uweze kurudi kulipa kisasi. Mzee Zigambe alinipa nguvu ambazo sitaweza kufanya kazi baada ya siku 10. Sawa, lakini kwa sasa hauna nafasi ya kutumia njia ya kivuli. Tafuta mbinu nyingine au njia nyingine ya kuja kulipa kisasi. Nilikuheshimu sana, na ndio maana pia nikakupa dada yangu, ila sijaamini vitu ulivyovifanya, na nilikuheshimu mpaka jina nikakubadilisha, nikakuita Mlamu, shemeji, na wengine walikuwa wakinitania mimi, wakiniita kwamba wewe ni mume wangu. Ni kwa sababu umemwoa dada yangu. Ila kitu ulichokifanya mjomba, yaani sina uvumilivu kabisa, na pia siweki imani na wewe. Ninachokitaka leo hii ajulikane mwanaume ni nani hapa mbele yetu. Mimi naona haja kufika mbali shemeji. Binadamu tumeweza kukosea, na tunapokosea huwa tunaomba msamaha. Kwa maana umekosea kumuoa ndugu yangu mimi, ndio umekosea? Haikuwa ni akili yangu. Haikuwa akili yako? Usikiliza, wewe kuonesha kwamba mimi Mimi ni Feti. Nimeingia kwenye mwili wa Nurati ili kuweza kulipa kisasi kwa kila aliyehusika na mauaji yangu. Sijui kwa nini nasingiziwa mimi. Kuna mauaji ya Feti kweli mimi nimehusika nayo. Sisi ndugu yangu. Niacha Feti ndio kusikia kidini natokea kule. Yaani ndugu yangu mimi naamua kutubu. Kusudi nimeshachoka mambo ya kufuatiliwa na kitambaa. Ndugu yako alikufa, mimi nilihusika. Nilimpa mbinu Lydia. Kwa mimi nimeshachoka mambo ya kufukuzwa na kitambaa, kutokewa na ndoto. Ndugu yangu, mimi nimesema nitubu tu ili kusudi nipate kusamehewa. Maana yake hizi nimeshachoka mwanangu. Ina maana kwamba wewe umehusika na mauaji ya Feti, si ndio? Nimehusika kwa namna nyingine. Sio kwa namna nyingine, wewe umehusika na mauaji ya mdogo wangu Feti, si ndio? Ndio maana naomba radhi. Unaombaje radhi sasa? Wewe Na wewe
kifo chako kitakuwa cha ajabu sana na kitawashangaza sana watu. Nitauzungusha mwili wako mtaa mzima na mwili wako utatoa harufu mtaa mzima, na mwisho wa siku nitakufikia kwenye shimo ambalo nimelichimba mimi mwenyewe kwa mikono yangu. Kabla haujafanya kitu zako kufanya, ama zako ama zangu, Feti. Nunati alikwambia usimuue mtu yoyote aliyehusika na mauaji yangu, lakini ona, umejikabidhi majukumu yasiyo yako. Wewe ni nani? Na mbona sauti yako ni nzito? Mimi ni Feti. Nimeingia kwenye mwili wa Nunati ili kuweza kulipa kisasi. Lakini wewe, kwa hili ulilolifanya, litakukuta jambo kubwa ambalo hutaweza kuamini. Nimefanya hivi kwa kuwa mnachelewesha. Na niliahidi kuwaua watu kwa mkono wangu. Na nimeanza na huyu. Na wewe, subiri jambo lako likukute. Wewe. Zahara. Mbona hai vipi? Kuna usalama kweli huko? Nimeona kuna mtu anauawa. Ana? Ameuawa. Wow, umeona kwa macho yako au umesimuliwa? Ni sehemu gani? Hapo hivyo kwenye ile mtafani hivi. Wewe umemfahamu anayeuawa au anayeua? Kuna dada fulani hivi alikuwa na mkaka. Yaani sijajua vizuri maana kwa mbali. Zahara. Hilo ni kesi. Sawa, uwe na uhakika kwa sababu unaweza kutoa ushahidi au unaweza kulopoka ukaenda kutolea ushahidi wote wewe. Kwa hiyo, hakikisha kama unamjua mmoja au unawafahamu kabisa. Sawa. Lakini kaona na nakumbuka. Unakumbuka? Ndio. Unaweza kanipeleka? Sawa, twende. Ndio. Lakini mimi sipendi niwe shahidi. Unaweza kabaki? Sijajua ile mmoja alipotea na yule mwingine akakimbia pia. Haina maana kabisa wewe wafahamu. Ndio, alobaki ni yule alokufa. Alokufa namfahamu? Nilimwona tu kwa mbali sikumsogelea. Dunia imechafuka. Watu wanauana mchana kweupe. Sawa. Nashukuru kwa taarifa. Lakini kama ni mauaji kweli, twende kumwelezea mwenyekiti. Mwenyekiti ndo atajua afanye nini. Sawa. Sawa. Tuongozane. Pepe, una uhakika ni huyu? Ni yeye. Sema kweli. Unajua kumsingizia mtu sio vizuri. Sijamsingizia, ni yeye kabisa huyu dada. Samani. Kuna taarifa kwamba wewe kuna sehemu ulikuwa unafanya mauaji. Sasa unajua kisheria sio vizuri kufanya mauaji. Na kama ni kweli ina maana kitakachofuata wewe ni kufungwa jela moja kwa moja. Sasa je, ni kweli umefanya hilo tukio? Kifo cha mtu aliyeua mtu bila hatia, hata yeye atauliwa kifo cha kutisha. Ni yake kufa.
Niliahidi kuwa nitarudi duniani kulipa kisasi kwa kila aliyehusika na mauaji yangu. Na sasa nimerudi. Na endapo mtatangaza hii taarifa, kifo chenu kitakuwa kibaya sana. Mulati. Mimi si Mulati. Mimi ni Feti, nimeingia kwenye mwili wa Mulati ili kuweza kulipa kisasi kwa kila aliyehusika na mauaji yangu. Na wewe utakuwa kifo kibaya sana. Kwa sababu wewe ndio mtu wa mwisho kuitoa roho yako. Na nitatengeneza mwili wako mtaa mzima. Na mwili wako utatoa harufu kali mtaa mzima. Baada ya hapo, nitakuzika kwenye shimo ambayo nimeichimba kwa mikono yangu. Kwa nini umemuua Feti? Hapana, mimi sijamuua Feti. Wewe ndio umemuua Feti. Hapana, ni wewe. Sasa kama mimi ndio nimemuua Feti na wewe nitakuua.